Katika siku za hivi karibuni, Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba amekuja na utaratibu mpya wa kutatua changamoto za wananchi hapo kwa papo. Katika ziara ambazo amekuwa akizifanya katika sehemu mbalimbali nchini Tanzania, Dkt. Mwigulu Nchemba amekuwa akichukua uamuzi wa kutatua changamoto na matatizo mbalimbali ya wananchi, hasa malalamiko kuhusiana na baadhi ya viongozi au changamoto zozote zile ambazo zinahitaji utatuzi wa haraka. Kufuatia uamuzi huu ambao pia tumewahi kushuhudia katika serikali iliyopita, serikali ya awamu ya 5 ya hayati Dkt. John Joseph Pombe Magufuli, ambapo yeye alikuwa ni mmoja kati ya viongozi ambao walikuwa wanachukua hatua za papo kwa papo kuweza kutatua changamoto dhidi ya wananchi. Ifahamike ya kwamba Daktari John Joseph Pombe Magufuli alikuwa ni nguli zaidi wa kuamua na kuchukua uamuzi mzito kwa viongozi ambao walikuwa wanaenda kinyume na taratibu zilizowekwa dhidi ya wananchi. Kufuatia siku za hivi karibuni, Dkt. Mwigulu Nchemba ambaye ni Waziri Mkuu wa Tanzania kuibuka pia na sera hiyo ya kutatua changamoto papo kwa papo, Askofu Bagonza amesema kwamba Mwigulu ana haki ya papo kwa papo au haki fasta. Katikati ya mkwamo wetu, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ameibuka na njia mpya iliyokuwepo zamani, njia ya haki ya papo kwa papo au haki fasta. Na mpongeza Wajaluo wanasema usiku Kigoma kupambazuku unaamua kuamka na kuanza kazi. Na shauri tusimkatishe tamaa kwamba naye atashindwa kama walivyoshindwa kina Sokoine, Mrema, Lowassa, JPM. Kila mtu ana nyota yake. Wajaluo wanazuia mtu kupumulia pua ya mwenzake. Kwa kuwa ameamua, nami namtia moyo kwa kumshauri azingatie yafuatayo hata kama hatayapenda. Kwanza, mfumo wetu wote ni mbovu. Ni kama unachota maji na kuweka kwenye ndoo yenye matobo, haitajaa, ziba matobo. Pili, aliyekuteua ndiye aliyewateua unaowajibisha na kuwabaragaza mikutanoni. Naamini miongoni mwao wanaweza kuwemo wanaokusikiliza kuliko wewe. Sikushauri ukimbie au uende polepole, na kukaa katikati ni pagumu. Komaa kama wale jamaa. Tatu, makamu mwenyekiti wa chama chetu ametangaza kuwa hali ya rushwa ni mbaya sana. Wapo wasiogusika na wakiguswa hatutakuwa salama. Wasipoguswa rushwa haiishi. Kansa hii imo hata ndani ya TAKUKURU. Tufanyeje? Jifanye unaishughulikia na yenyewe na jifanye inashughulikiwa. 4, unachofanya ni kama kutumia ndoo ya mchanga kuzima moto wakati anasubiri gari la faya ambalo halina maji. Inasaidia kujenga matumaini. 5, kuna mamia ya wakandarasi na wafanyabiashara wanaoidai serikali mabilioni. Wengine wamefilisika, wengine wakafa na wengine wana kesi mahakamani. Kibaya, wengine wakidai wanaambiwa ipigwe pasu. Mtu akikatwa halipwi. Kama PM yuko serious, ebu jaribu kumpa siku 7 anayedaiwa au alipetoka mfukoni kwake. Na watendaji wanatamani uamlo walipe wanaodai kutoka mifukoni mwao, ili ukiondoka wajirudishie mara 10. Haki ya papo kwa papo ina matobo, nimesikia sikuota. 7, haki fasta na sharti moja kuu lisilobadilika. Toa kwanza Bolt kabla ya kuona kibanzi. Waliomzushia mke wake kuwa ana magari ya Esther wanajipanga kuja na mengine, na kusiuwai. Kama unalisilwa sawa kwenye integrity box, tangaza kabla hawajatangaza. Unaweza kuzushiwa kutusha mimba wakati wewe ulishafunga. Hii vita isiwe yako mwenyewe. Jisafisheni nyote na muinuke wote, kila mmoja wenu aimbe haki, mtatoboa. Msionee haya, haki itawavusha. Sitamani kusikia siku moja ukilia, baba mama, mbona umeniacha? Nafasi hiyo haina comprehensive insurance. 9, nia yako ni njema lakini haitoshi. Wakati ndio mbaya na tuna vita nyingi kwa wakati mmoja. Ukiamua kurudi nyuma, rudi kinyume nyume. Usigeuke na kupiga mbio, watakumaliza kwa mishale. 10, vita hii haitaki kuchanganywa na hila. Usimruhusu mtu kukushirikisha mpango wa hila hata kama mliwahi kufanya hila pamoja. Pia usidilike kumshauri mkubwa wako kufanya hila. Si unajua hata akifanya ikaboma unakamatwa wewe. 11, matatizo ni mengi sana, majibu mmeyakalia. Taifa ni kubwa mno, haliwezi kuongozwa na muono mmoja. Hata Musa alihitaji msaada. Ridhianeni na neno haki, baraka zitafunguka. Wajaluo wanasema akusindikizaye asiweze kukufikisha. Ni bora arudi nyumbani uendelee peke yako na kuzoea safari. Nami narudi. Mnaopenda kutukana, itukane, rushwa iondoke.